yake sasa unampata ni mlevi ambaye anajificha. Wakati watu wengine wamekaa nje, utampata kwa koda amejificha na sema mimi niletea hapa kando penye siwezi onekana na watu. Inafika wakati sasa amejifunza ile lugha, amejifunza elimu ya Wakaldayo ambao ni Waebrania wa Babiloni, na atakapokuwa sasa amekolea katika ile lugha, unampata sasa analewa hadharani na anawaambia kwamba dini ni nini, huyu Yesu mnatangaza ni Yesu mgani. Anakuwa kwamba anachukia hata sauti ambayo inayosema ama kutangaza ujumbe wowote kuhusikana na Mungu. Kwa sababu gani? Ametolewa katika utumishi uliokuwa wa ukweli na ameweka katika utumishi mwingine ambao ni utumwa. Amekuwa ni Mkaldayo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tunamuona sasa, wakati huu tunaona kuna vijana hawa wanne waliochukuliwa. Wamechukuliwa lakini kwa sababu walikuwa na mbegu na walikuwa wamejitambua kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Naye Mungu aliwaashiria kwa makusudi kwamba watakapofika katika ile nchi waweze kudhihirika na kumdhihirisha kwamba kuna Mungu anayeishi. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa wanaambiwa kwamba hapa kwa Wababiloni, kwa sababu mmekuja na tunaona ni vijana wazuri sana ambao ni werefu, kwa hivyo nyinyi mtakula nyama, chakula yenu itakuwa ni kupewa divai, mtakuwa mnakula chakula ya wafalme. Yaani wanapembelezwa. Wakati shetani anapokuwa anataka kukupotosha, usifikiri kwamba atapigana vita na wewe. Na hata wale wengi ambao walikuwa wamesimama katika wokovu, wakawa wanatumika kama watumishi wa Mungu, walipoanguka hawakujua kwamba wameanguka. Kwa sababu gani? Wakati walipoanza kufundishwa ile lugha na wakaitwa, wakafikishwa katika makao ya mfalme, walianza kufundishwa kwa utaratibu, kwa kupembelezwa. Rafiki alipokuita, alikwambia kuja tu, kunywa pombe kidogo ni kuonja. Si kulewa, utaenda ungie kwa nyumba na ulale. Na hiyo si dhambi. Na hivyo ndivyo unaanza kufundishwa kwa polepole na utaratibu. Na shetani akusukumi. Wakati msichana kama ni mwanaume alipoanza kuintroduciwa na kufundishwa lugha ya Wakaldayo, akaanza kujifunza kuenda kupanga line na wanaume wenzake. Aliambiwa kuja tu, kuna vitu vingi aliahidiwa. Kuna pesa aliambiwa. Na alipofundishwa siku ya kwanza walimpembeleza. Siku ya pili alipoenda akawa amefundishwa na akawa wa haraka kushika. Sasa unampata kwamba ni kijana aliye mpole, kijana aliyezaliwa kalelewa vizuri na mamake, akaenda shuleni vizuri, lakini baadaye unampata kwamba analewa na anapanga line kwa street, pia nanya anajiuza. Msichana hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo lugha ya Wakaldayo ambayo yule mfalme alikuwa anafundisha wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nafurahia, napendezwa na tabia ya akina Danieli, Meshaka, Abednego na akina Meshak, Shadrach na Abednego. Wao walisema kwamba tupe ile chakula ambayo ni mboga imechemshwa kwanza na chumvi. Hatutaki mambo ya kunywa divai, hatutaki mambo ya kupembelezwa. Kwa sababu tutakapolala chini na kutulia tupembelezwe na divai, tutalala na tutamwabudu Mungu wa ukweli. Tutamalizia kuabudu miungu ambayo ni ya Wababiloni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi ambao wamejikuta wakiabudu miungu mingine. Mtu alipokuja kama ni soko akaanza kuhubiri, akawa anaendelea ama akakuja sokoni akaanza kuuza. Ulipokuja ulikuwa na shida, ukasema Mungu anisaidie na anipe mahali tu penye nitaweka kichwa ili nikatulie na nikafanye kuuza nipate riziki yangu ya siku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa muda kidogo tu ukapata marafiki wakakuintroduce kwa mushene. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakakuintroduce kwa wizi. Ukaanza polepole, kama ni mahali unaenda unachukua kama ni mzigo, unalipa pesa nusu na zingine unadanganya tena, unatoroka hapo unaenda kuchukua kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ukawa umejifundisha lugha ya Wababiloni, lugha ya Wakaldayo, na hiyo lugha sasa umekuwa umekolea. Si biashara tena, inakuwa ni vitu vya magendo unauza. Bwana Yesu asifiwe. Ulipokuwa umekuja ukisema Mungu utakaponifungulia biashara, mimi nitakuwa na kutumikia.
bado nitakuwa mtiifu katika kazi yako. Alipokuleta ukasahau kwamba ulikuwa biashara, ukaanza moshene na kusengenya. Saa hii ukasahau hata kusoma Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Ukaacha hata kusoma maandiko matakatifu, ukaacha kumuita Mungu. Saa hii unasema niko na pesa, unaweza kulewa kidogo. Saa hii uko na pesa, unaweza kufanya moshene na kusengenya yule mwingine mwenye hana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo lugha ya Wakalidayo imeweza kukolea miongoni mwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuangalie katika kitabu cha Mwanzo mstari wa 18. Mwanzo 18 mstari wa kwanza. Mwanzo 18 mstari wa kwanza. Mwanzo 18 mstari wa kwanza. Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni. Soma 17. Mwanzo 17 mstari wa kwanza. Ndiyo. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99. Abrahamu akawa amefika miaka 99. Bwana akamtokea Abrahamu. Bwana akamtokea Abrahamu. Akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi. Mimi ni Mungu Mwenyezi. Uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa ni wakati Abrahamu, mara ya kwanza wakati Abrahamu Mungu amemuonekania. Abrahamu ameitwa ili akaweze kwenda katika ile nchi ya Kanani na akaweze kuzaa. Mungu amemwahidi, amemwambia Abrahamu, nitakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tunampata hapa Abrahamu akiwa amefika miaka 99, na ndio Mungu anamuonekania tena, anamwambia Abrahamu, mimi ni Mwenyezi Mungu, tembea vyema mbele zangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili ni onyo ambalo linamwendea Abrahamu. Abrahamu tukisoma katika hiyo mlango wa 16 tunampata kwamba Sarai alipoona kwamba hawezi kuzaa mimba, hawezi kushika mimba na hawezi kuzaa mtoto, alimwambia Abrahamu kwamba kwa sababu nimefika miaka yangu imeenda sana, sitaweza kukuzalia mtoto. Kwa hivyo simama na huyo mtumishi wetu Agai ukaweze kuzaa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo tunamuona sasa Abraham alikuwa ni mtumishi wa kweli, lakini ameweza kupotoshwa hata na bibi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ningeweza kusema kwamba saa zingine ukiwa mtumishi wa Mungu, chunga ni advice gani unaweza kuchukua kwa mtu mwingine ambaye yako karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu haribiwi na ile umati ama mtu mwenye ako mbali na yeye, lakini mwenye anaweza kukuharibu wala kukutenga ni mtu ako karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona hapa ambaye ni Sarai bibi ya Abraham, ndiye anamsawishi na kumwambia lala sasa na mtumishi ambaye ni Agai. Mungu amemwambia Abrahamu, nitakupa mtoto, nitakufanya uwe ni baba wa mataifa. Lakini sasa tunaona ustawishi wa bibi yake ambaye ako karibu na yeye. Anamwambia miaka imeenda, ameona kwamba Mungu hata hawezi kumpa mtoto, amekata tamaa, utumishi ndani yake imeisha. Inafika kwamba anasawishi Abraham kwamba lala na mchakazi wetu ukazae mtoto na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hata hii inakuwa ni kwamba imemghadhabisha Mungu, isipokuwa Mungu angeweza kusema. Ameona kwamba mtumishi wake Abrahamu akienda na kulala na mtumishi wake mchakazi wake na kumpa mimba. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kusangasha ni kwamba Aga katika mstari huo tunaposoma katika hiyo 16 tunamuona Aga katika mstari wa 8, 7 na 8. Nataka ungenisomea mstari wa 8. Tunampata Aga akiwa ni mtumishi mchakazi katika nyumba, lakini kwa sababu ameshika mimba ya Abrahamu, amegeuka sasa si mchakazi tena, amekuwa ni mama wa kusema kwa nyumba.
amekuwa ni mama mwenye anataka kupigana hata pale ndani vita. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo watu wengi wakati Mungu anapowainua, unainuliwa kutoka kiwango cha chini. Huyu Hagai alisahau kwamba hata mimba aliyoshika ni Mungu aliyempa. Uwezo wa kushika mimba ilikuwa ni uwezo ya Mungu. Lakini amefika kiwango kwamba ameanza kudharau nani? Sarai. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu wapendo anapokuinua, ni wakati unafaa kunyenyekea na kumwambia Mungu asante. Kwa sababu uwezo Mungu ameweza kukusimamisha hata kama ni biashara yenye unaona uko nayo kidogo. Mungu ana uwezo wa kusimamisha mtu mwingine akuacha kwa sababu sio kwamba uko mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Haga ameona kwamba ameshika mimba, kiburi ilimwingia na akaona kwamba yeye ako na uwezo. Majai yake inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Madharau ndogo ndogo ambayo hata hayangefaa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome katika mstari wa 7 na 8. Wakati Haga naye huyu Sarai naye ameshikwa na hasira, anamnyorosha pale ndani kwa nyumba, na Haga ameona hapa kukaliki, wacha nibebe vitu zangu na nitoroke. Bwana Yesu asifiwe. Tusomee mstari wa 10 na mlango wa 16, mstari wa 7 na mstari wa 8. 7-8. Mwanzo 16 mstari wa 7. Mwanzo 16 mstari wa 7. Malaika wa Bwana akamuona kwenye chemuchemu ya maji katika jangwa. Malaika wa Bwana akamuona Haga akiwa katika chemchemi ya maji akiwa katika jangwa. Endelea. Chemuchemi iliyoko katika njia ya kwenda Shuri. Ndio. Mstari wa 8. Mstari wa 8. Akamwambia Hajiri, wewe mchakazi wa Sarai. Malaika wa Bwana akamuuliza Haga, wewe mchakazi wa Sarai, unatoka wapi? Na unaenda wapi? Na unaenda wapi? Akanena nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Akamwambia, huyo ni Hagai sasa anajibu, anasema mimi namtoroka mtu mkubwa wangu kwa sababu kule nyumbani ananitreat vibaya. Si mzuri. Siku hizi amegeuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 9. Malaika wa Bwana akamwambia, malaika wa Bwana anamwambia Haga hivi, rudi kwa bibi yako, rudi kwa mkubwa wako, ukanyenyekee chini yake, ukanyenyekee chini ya mikono yake, ukanyenyekee chini ya mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwambia kwamba rudi kwa bibi yako, rudi kwa yule bosi wako, ukanyenyekee chini yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio hiyo kiburi sasa, kwamba wakati mtu anapokuinua, Mungu yeye anakujua popote anapokutumia, anakutumia kama chombo chake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunamwona huyu Haga, licha ya kwamba alikuwa anatoroka huyu ambaye ni Sarai, bado Mungu alikuwa anamtambua. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia, nini kinakutorosha? Unatoroka, unatoka wapi? Na unaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia kwamba ni kwa sababu Sarai alifanyia mazuri pale. Anamwambia rudi, enda na ukanyenyekee chini ya mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ukiwa mahali popote, Mungu anataka kuona jinsi unavyonyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ujumbe inaweza enda hata kwa wale ambao wameachiliwa kazi. Mtu amekuwa chini na akakuweka chini. Kuna vile Mungu anataka kuona unyenyekevu wako. Mungu amekupa hiyo nafasi, usione kwamba wewe ni mfanyikazi ambao umeachiliwa tu. Kuna kipindi Mungu amekuweka chini ili ukaweze kukaa pale, ukaweze kunyenyekea, ukajifundishe na Mungu akaweze kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kukuona na kukujaribu imani yako, aone kwamba unaweza kunyenyekea ama utaenda pale na ukajaribu kuiba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kuona uaminifu wako kabla akuinue. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunamwona Hagai amekuwa ni mtu wa kiburi. Ameinuliwa tu, ni mimba tu ameshika hata jaza, lakini ameanza kuwa na usemi katika nyumba ya Sarai. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo imezuia watu wengi. Huenda Mungu angekutumia, huenda Mungu akikuinua katika biashara kwa sababu ni mtumishi wake, lakini Mungu bado amekupa nafasi.
anakuachilia ukue pale pale ili ujifunze. Wakati utakapokuwa umebadilika, wakati utakuwa umekuwa mtumishi wa kweli, ndio Mungu akuinue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna mtu mwenye angetaka kuwa pale alipo. Kila mtu angetamani kuwa mtu mkubwa sana. Kila mtu angetamani kumiliki vitu na hata akawa na utajiri yake binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningewafundisha kwamba jifunze kunyenyekea. Kuwa mtumishi ambaye anapendeza Mungu. Usione kwamba umeajiriwa na mtu ukamwona ni mtu tu amekuajiri. Jua kwamba hiyo nafsi ni Mungu amekuweka pale ili ukaweze kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana katika Biblia, katika kitabu cha Proverbs, Methali 9 mstari wa Methali mlango wa 1 na mstari wa 9. Hebu mtumishi wa Mungu kaweze kutusomea. Wakati mtu uwezi kunyenyekea, ukawe mtu wa kutii vile Abraham tunamuona anatii. Uwezi, Mungu hawezi kukubadilisha. Mlimemuona na nimepeana example ya Abraham. Amefika miaka 99. Ndipo Mungu tena anamuonya na kumwambia Abraham, mimi ni Mungu aliye Mwenyezi Mungu. Tembea vizuri mbele zangu. Kumaanisha Abraham alichichanganya. Huenda hata mtoto angezaa katika uzee wa miaka 199. Mungu angempa mtoto akiwa umri wa miaka mapema, lakini kwa sababu ya kujichanganya na kuchanganyikiwa, utumishi ndani yake ukawa umechanganywa. Mungu anamdiresha, ananyamaza na kumwangalia kwamba kweli wewe Abraham unaenda kubadilika. Mpaka anaona kwamba Abraham amefika sasa, amenyamaza na kutulia. Ndio akamuonekania akiwa katika hii miaka 99. Anamwambia Abraham, tembea vizuri mbele zangu. Bwana Yesu asifiwe. Mithali mlango wa 1 mstari wa 9. Kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufuru shingoni mwako. Nimekupea fasi nzuri kweli. Proverbs chapter 1 and verse 9. Soma. Mithali mlango wa 1 mstari wa 9. Kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako. Ndio. Na mikufu shingoni mwako. Amen. Kuna ule utukufu Mungu anaachilia. Wakati umekuwa wa mtu wa kunyenyekea, kuna kile ambacho Mungu anaachilia katika maishani mwako. Tukipata kama ni kilemba, hiyo ni kama crown Mungu tayari ameweka katika maishani mwako. Na utukufu fulani Mungu ameachilia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu ambao mlio mara hapa, na kila mmoja ambaye anayesikia sauti hii, ni sauti ambayo tulianza na katika kitabu ambacho mtumishi wa Mungu aliyesoma, na akasoma kutoka kitabu cha Warumi 8 mstari wa 28, ambapo ilitufanya tukaendelea na hii topic. Mungu anapoanza kutufundisha kwamba Mungu, ungeweza kunisomea mtumishi wa Mungu katika hiyo mlango Warumi 8 mstari wa 28. Warumi mlango wa 8 mstari wa 28. Ndio. Nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote. Ebrudia. Nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote. Ndio, nasi tunajua katika mambo yote Mungu yafanya kazi pamoja na wale wampendao. Achi hapo. Mungu anafanya kazi na wale wampendao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati unampenda Mungu ni wakati unataka kufanya makusudi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unampenda Mungu ni wakati unataka kutii na kunyenyekea ili ukuwe mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unampenda Mungu ni wakati umeacha masengenya na umesema kwamba Mungu ameweka makusudi yake ndani mwangu, lazima nikayatumikie kwa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea. Katika kuwapatia mema. Katika kuwapatia mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yale mema ambayo Mungu anataka kutupatia ni kulingana na vile matendo yako yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati tunamuona hapa Agai amefanya kiburi, anatoroka, malaika wa Mungu anamtokelezea mbele na anamwambia utarudi tena uende ukatii. Amen. Utarudi tena
ukashushe kiburi yako. Bwana Yesu asifiwe. Hakumwambia sasa naweza kukupa maji uendelee na safari. Alimwambia rudi, fanya pautani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mengi ambayo tumefanya kama Wakristo. Kuna kiburi ambayo tumebeba kama Wakristo. Kuna mambo mengi ambayo yamekubeba katika hapa dunia. Ukawa umesawishika, ukajifunza lugha na ikasema kwamba ukajifundisha lugha ya Wababiloni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukawa umepotoshwa na ile nyama, ukawa umepotoshwa na ile divai ya mfalme, ukajikuta kwamba uko katika ulimwengu mwingine. Ukapata kwamba uliokuwa umempenda Mungu, umeugeukia vitu za dunia, umeugeukia nasa za dunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hapa Biblia inatuambia kwamba tunajua kwamba Mungu kwa yote Mungu anatenda mema kwa wale ambao wanaompenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatenda mema wakati anaona kwamba unaweza kunyenyekea, unaweza kutii. Huenda malaika wa Mungu aliposimama na akamwambia Hagai arudi na Hagai afanye kiburi aendelee na safari, huenda Hagai angeangamia mbele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipotii, tunamwona ulinzi wa Mungu ukimlinda, hata ukilinda mtoto ambaye ametoka katika tumboni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Endelea mtumishi wa Mungu. Yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Wale ambao wameitwa kwa kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mmoja Yesu alipokufa, alikufa ni kwa ajili kila mmoja akombolewe, na kuna kusudi ambalo Mungu aliweka ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kila mmoja usiwe wa kujidharau. Usijiona tu ni mtu hivi hivi leo na kesho ukingoja siku zako za kufa. Hapana. Mungu ameweka kusudi kubwa ndani mwako, na Mungu kuna kile ambacho anataka kuona unyenyekevu wako, anataka kuona jinsi unavyotii ili aweze kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuwa unaomba pesa nyingi. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa naomba Mungu anipe pesa nyingi sana. Na nikawa ninamuomba sana, nikawa naomba kila wakati nikiomba namwambia Mungu, nataka pesa ya kazi. Nataka pesa ya kufanya kazi yangu. Lakini ilifika wakati Mungu akaniambia, mpaka ile siku utakaponyenyekea. Na wakati nilipoanza kujua hivyo nikaanza kunyenyekea, ndipo wakati nilipoana kwamba kuna pesa inaweza kuingia katika mikononi mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuna kile Mungu anaweza kumuinua mtu mwingine, na kuna mwingine anaweza kukukalisha chini bado akingoja kuona utiifu wako na unyenyekevu wako, ili aweze kujua kwamba huyu nikimbariki kuna watu anaweza enda na kulisha kwa hii street. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekufungulia biashara, si eti ni biashara ya kukula na kujienjoy peke yako. Kuna mayatima wengi wanatembea katika ma street, wametoroka makwao, wana wa kuwalisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anangoja kuona kunyenyekea kwako ili akaweze kukuinua ulishe yule mtoto mwenye ako kwa street. Kuna wamama ambao wanatembea saa zingine hawakujiweza, wakawa wamepoteza na ni wajane. Kuna wanaume ambao hawana chochote, ambao saa zingine hawana uwezo. Mungu anataka kukulisha, kuwalishe. Na hivyo Mungu anangoja hata ile shilingi 10 yako unayopata. Je, unaweza kumsaidia mtu? Unaweza kuwa mtiifu wa kutoa, ama wewe ni mtu wa kutaka kupokea? Na ndio maana Mungu anasema kwamba anataka kuona uaminifu na utiifu wa Abrahamu. Akamwambia utakapotembea vizuri, nitaweza kuutimiza maagano yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunamwona Abrahamu akiwa ananyenyekea. Na hapa Mungu akaweza kumbariki Abrahamu na bibi yake Sara akashika mimba. Mungu akaweza kumbadilisha jina lake na akaweza kubadilisha jina la Sarai kuwa Sara, kutoka Sarai kuja Sara, na wakawa wamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nawe mpendo, wakati huu tunaposimama, unataka kubadilishwa jina, unataka kubarikiwa. Kitu cha kwanza lazima uwe mtu wa kutii. Kitu cha pili uwe ni mtu wa kunyenyekea. Biblia inasema, maandiko matakatifu kwamba maandiko matakatifu yanasema kwamba utiifu ni bora kuliko dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maneno machache, sitaweza kuendelea sana. Wacha nifike mwisho ili tukaweze kuabudu kwa pamoja, tukaweze kuomba kwa pamoja. Ikiwa kuna chochote umeona labda ili neno limekuguza, hii neno elijakuja kwamba nikalinene liwe ni neno langu, na hata kama alitakuwa limekuguza mahali, kuna yule Mungu ameandaa na likamguza mahali. Hata kama alitamguza, kuna kila mtu sehemu yake ambayo imemkata. Hata sisi ambao tunaohubiri,
Kuna mahali hii sehemu tunapohubiri inafika unasikia kwamba hii inafaa nifuate hii njia kwa sababu ndivyo Mungu anavyosema na ananielekeza. Kwa hivyo kila mmoja wacha tuende mbele za Bwana ili tukaweze kunena na Mungu wetu, tukaweze kumwomba msamaha pale ambapo hatujaweza kutii. Huenda hata hii biashara Mungu saa hii siku ya leo ungelikuwa uko na gari yako na ungelikuwa na mahali unafanya biashara yako kubwa sana. Lakini kwa sababu Mungu anangoja bado utii, ukayumba kidogo, naye Mungu ametulia anasema nataka kuona uaminifu wangu. Nataka kuona uaminifu wako. Tembea vizuri kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana Mungu huenda mara nyingine anatungojesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuache tunene pamoja na Mungu. Tuweze kumwambia Bwana tunatubu mbele zako. Tuweze kuomba msamaha. Kuna vitu nyingi hatuwezi kusema kwamba sisi ni wanadamu na tumekamilika. Kuna mengi tunafanya ambayo ni mabaya na yampendezi Mungu. Tukamwombe msamaha. Tukamwambia Mungu kuna mengi hatujakutii. Ikiwa mtumishi wa Mungu Abrahamu, nimewaonyesha kwamba hata yeye alifika kwamba akachanganyikiwa. Kiwango alipofika miaka 99 Mungu anamwambia Abraham, tembea vizuri mbele zangu. Kuna njia unaenda kombo ziaminike. Ndio maana akawa amecheleweshwa na wakati alipotii tunamwona Mungu akimbariki. Amen. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. 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 Bwana Yesu wasamehe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Unaweza Baba, unaweza Yesu. Unaweza Yesu. Unaweza Yesu. Unaweza Yesu. Waokoa Baba, waokoa Yesu. Unaweza Mungu wetu, Baba yetu uliye mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo. Unaweza Yesu. Unaweza Papa. Urashoboye byose Mwami. Urashoboye Papa. Urashoboye Mwami. Unaweza Mufariji. Urashoboye Papa guca inzira atagira inzira. Urashoboye kubyura ibyaha byose. Urashoboye guca inzira atagira inzira. Urashoboye kudukiza indwara Mwami. Urashoboye kuduha amahoro mu mitima yacu. Tugenderere Mwami imbaraga zawe, ubushobozi bwawe. Yesu, ikiganza cyawe tubane natwe. Ngwino ubane natwe Papa. Ngwino ubane natwe, tugendere tubone ikiganza cyawe, ubushobozi bwawe. Ego Papa. Wainua Yesu. Wainua Yesu. Urashoboye. Urashoboye guca inzira atagira inzira.
urashoboye gukiza abagwayi abarushe n'abaremerewe. Wewe watabaye Shadraki, Meshaki na Abednego. Ndio mfalme. Unaweza Yesu. Ndio Mungu wa amani. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni baba yetu. Ndio Jehova Mungu. Wewe ni Jehova Shama, uko pamoja nasi. Bado tunazidi kukuinua. Wewe ni Jehova Jemedari, Jehova Nisi. Wewe ni Jehova Eshadai, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Yesu, mchana leo tuko mbele zako, tukiamini ya kwamba uko pamoja nasi, tukiamini kuna uwepo wako umeshuka, tukiamini kuna nguvu za Roho Mtakatifu, tukiamini mkono wako juu ya maisha yetu. Asante Mungu wa Israeli, asante Papa, ichuo no kuganza byawe mwami, nasabye ubushobozi bwe n'imbaraga zawe, nasabye ikiganza cy'ubwiza bwawe mwami, nasabye ubushobozi bwawe mwami bwururuke, nasabye imbaraga zawe zururuke mchana wa leo. Amini uombe, amini Mungu haja kuacha, anajua maombi yetu, ako upande wetu. Amini uombe kama Paulo na Sila, hata kama shida ni mingi, hata kama milango ya gereza imefungwa, hata kama umefika misho, amini uombe na kuimba nyimbo za kumsifu Mungu. Amini huyu Mungu aliokoa Yusufu, amini huyu Mungu anaweza mambo yote, amini huyu Mungu anaweza, amini huyu Mungu anaweza mambo yote. Mwite huyu Yesu anaweza, mwite huyu Yesu anaweza, mwite huyu Yesu anaweza. Mchana wa leo amini Mungu, mahali umefika micho, mahali umeona uwezi, mwite huyu Mungu wa Israeli. Mungu amesema wale ambao wanampenda Mungu atawapea mema. Amini huyu Mungu anaweza, anaweza. Tunaita jina lako ambayo imekuwa ni mlinzi, ukawa umelinda wana wa Israeli, ukawapitisha kwenye maji, tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi, ukaweza kuwapitisha kwenye jangwa, tunaomba mkono wako uwe juu ya maisha yetu, ukaweza kuwaondoa katika mikono ya Farao. Hakika tunakuita Mungu ambaye unaishi, tunaita jina lako Mungu mtakatifu, Mungu ambaye unayeshukisha moto, Mungu ambaye aliyemjibu Elijah kwa kuteketeza dhabihu, Mungu ambaye unayesikia kilio cha walio maskini, Mungu ambaye unaweza kuinua walio chini, Mungu ambaye unaweza kuinua wale ambao ni wanyonge, wale ambao wamefinyiliwa chini. Bwana mwenye unayeinua, Mungu uliye wa haki, tunazidi kukuinua mfalme, unaweza kuponya wagonjwa kwa mahali hapa, unaweza Mungu, najua unasikia maombi yetu, najua hujawaituacha, tunakuinua Mungu ambaye anayetuponya, tunalinua jina la Yesu Kristo, tunakujua kama Mungu ambaye ni Mungu ambaye unayetetea wanyonge, tunakujua Mungu ambaye ni wewe uliyewainua wana wa Israeli, Mungu ambaye uliyeweza watoto wako Papa. Yesu, na mimi uniguse pamoja na watoto wako. Yesu, inue maisha yangu Mungu, naamini kuna wakati utanipa ushuhuda tena, naamini kuna milango utafungua kwa maisha yangu. Yesu, gendruko kami, Yesu, kiganza cha ushobozi kawe, hata kama uko kwa Facebook, piga magoti marumika, piga magoti kwa kazi ya mikono yako, hata kama unafanya kazi kwa nyumba yako, acha kufanya kazi yako, piga magoti mwimbe, uombe huyu Mungu. Ita huyu Yesu kwa nyumba yako, mwite Yesu mahali ulipo, mwite Yesu hapo pamoja nawe, hajakuacha, hajakusahau. Ni muda tu kidogo, Mungu anabadilisha hali, hata kama utu wa nje unachaka, lakini utu wa ndani unafanya upya siku kila siku. Yesu ananatu, Yesu ananatu, hata maumivu ni mengi, hata kama shida ni mengi, Yesu gusa kila mtu Papa, na senyewa marumukize unami. Yesu ponya, Yesu ponya. Yusufu akaambia ndugu zake, sio nyinyi mlionipeleka huko, ni Mungu aliyenifikisha katika nchi ya Misri, nikaweze kuwa baba wa Farao, nikaweze kutawala nchi mzima. Yesu tawala Papa. Kuna watu tumekataliwa, kuna watu tumechukiwa na ndugu zetu, hata wengine wamewekwa gerezani, hata wengine wameuzwa, hata wengine wamerushwa mapepo machafu ili wasiweze kuchukua shamba zao. Yesu wabariki, Yesu gusa watoto wako, Yesu unuge ushobozi kawe, Yesu kiganza cha ushobozi kawe, Yesu baraka zawe, Yesu giza ugawe mwami. Omba hata kama kunaosha viatu, hata kama kunanunua, omba hata kama uko kwa gari yako, omba. Amini huyu Mungu wa Ibrahimu ako pamoja nasi, yeye anaweza kubadilisha hali, yeye anaweza kuponya. Hata
ukiwa ndani ya soko, omba ita huyu Mungu, utoe huyu Yesu. Yesu show us God. Yesu tenda miujiza mahali hapa. Yesu fungua milango. Najua unanipenda, najua tuumba kwa mfano wako. Wewe ni baba yetu, wewe ni mchungaji wetu, wewe ni mfalme wetu. Huwezi kutuacha, huwezi kutuacha. Huyu tayari akatoa watoto wake, akawatoa kwa nyumba yake, akaanza kuwatembeleza ili wakaanza kujitafutia. Haijalishi umepitia kwa shida nyingi, Mungu wetu kwa pamoja nasi. Tazama Yesu alitupa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za adui shetani. Tena Yesu akasema wala kuna kitu kitakachowadhuru. Tunakanyaga, tunavunja kila madhabahu ya shetani, kila nguvu za ibilisi, kila nguvu za uchawi na uganga. Yesu ondoa kwa isoko. Yesu ondoa mauti, ondoa matanga kila wakati, ondoa kifo kwa isoko, ondoa maajali barabarani. Yesu ondoa kila nguvu zote za kufunga biashara watoto wako. Yesu kuna mtu agiangalia biashara yake ni machozi tu, ni machozi, hana nguvu za kutembea. Yesu ni wakati ya mikono yake. Hata kuna mtu mwingine amejificha kwa nyumba kwa sababu ya madeni. Yesu akumbuke. Yesu kuna wengine amenyang'anya shamba zao, wako na machozi, wako na maumivu ndani ya mioyo yao. Yesu apangushe machozi. Yesu rejesha kila adui shetani amewanyang'anya. Yesu tunaombea wagonjwa wote wagonjeka ndani ya tumbo. Yesu aponye Baba. Yesu kiganza cha ushozi gawe. Umeweza kutuweka sawa ili tukaweze kukutumikia. Usichoke kuomba, unaweza kuniombea, unaweza kuombea huduma ya Mungu, unaweza kutuweka mbele za Mungu, kwa sababu vita ni mingi, changamoto ni mingi, mahitaji ni mingi, lakini tuombee Mungu atushikilie. Yesu urugere ushozi gawe. Yesu kiza baraka sawa. Yesu ondoa kiburi ndani ya maisha yangu. Yesu ondoa mawazo mabaya. Yesu tugere ushozi gawe. Yesu tunasanga nguchibaraka za bademoni, kila roho zote za upingamizi kwa maisha yetu. Yesu ondoa Papa, sio mimi niko hai, ni Yesu kwa hai ndani yangu. Yesu tendea muujiza watoto wako. Yesu waponye, Yesu wapangushe machozi. Yesu unapotoa, unapobariki ndoa na mimi unibariki, unapobariki watoto na mimi unibariki, unapopeana shamba na mimi unipe shamba yangu, unapoinua biashara watoto wako na mimi uniinue. Yesu, Yesu unuganisha uzikawe. Mwambie Yesu akuguse, mwambie Yesu akuguse. Omba kwa lugha yako, Mungu anasikia lugha zote. Hata kama uko kwa nchi hujui Kiswahili, omba kwa lugha zote, kwa sababu Mungu ako pamoja na wewe. Maana gendera abantu bose Yesu bakise mwami kiza bakwaye barushe n'abaremerewe mwami n'abatumvi ururimi rw'Igiswahili. Yesu ndabasize mu biganza byawe mwami, kiza ubwoko bwawe mwami, tabara umuryango wabo mwami. Yesu wakira inzira mwami. Yesu ndategetse otegejuru imanuka isanga byose atari yateguye, nasanga ngujibirindiro by'abademoni, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abasatanisi, kila roho za kukata tunakata, kila roho za utasa tunakata, kila roho za kifafa tunakata, kila magonjwa kansa, kila magonjwa ukimwi, kila magonjwa presha, kila magonjwa moyo tunakata kuanzia siku ya leo. Yesu ponya watoto wako, Yesu ponya, Yesu ponya. Tunakataa roho ya uchumi, roho ya umasikini. Yesu inua wanyonge, Yesu inua maisha yetu. Ushobozi bwawe Yesu, imbaraga zawe Yesu, gendera ubwoko bwawe mwami. Bariki watumishi wako Yesu, bariki watumishi wako. Wakati tunapobariki wengine na sisi tubariki. Yesu munuge ushobozi bwawe, imbaraga zawe mwami. Najua unatupenda, najua sikia neno la Mungu inasema kabla hawajaomba nitajibu. Katika kunena kuinuliwa juu ya watu wako, wale waliokuwa kwenye vilio tofauti tofauti, wale ambao wanasononeka mioyo yao, Bwana ukaweze kukutana na mahitaji yao. Kuna wale Bwana wanasononeka kwa sababu biashara yao inarudi chini. Ni wakati unaomba Bwana ukaweze kuwainua, onekanie katika maisha yao, hata ukaweze kuwafungua macho yao. Ikiwa kuna lolote ambalo walilofanya, na Bwana ukaweze kuacha ili wakaweze kuangalia na kuliona. Yesu nanena ushindi wa leo. Yesu bariki jamii zao. Yesu unugeni ushobozi bwawe. Yesu baraka za ukugirane za kwawe. Yesu ushobozi bwawe. Yesu kiza baraka zao, ukaweze kuwaletea baraka zao. Kila magonjwa tumbo,
kila magonjwa ya tumbo kwa jina la Yesu Kristo, apate kupona. Kila roho za utasa, kila roho za kukataliwa zituachilie kwa jina la Yesu Kristo. Yesu, kuna watu wamefungiwa milango, kuna watu hawana chakula, kuna watu hawana mbele na nyuma, kuna mtu anatamani nyumba yake, kuna mtu anatamani kuinuliwa, kuna mtu anatamani kuendelea. Yesu apiganie, Yesu uruge ubushobozi bwawe, Yesu bariki kila mtu ako maraba, Yesu uruge imbaraga zawe, Yesu ubushobozi bw'ikiganza cyawe, Yesu ubwiza bw'imbaraga zawe, ubushobozi bw'ikiganza cyawe, ubwiza bw'ubushobozi bwawe, imbaraga zawe zigaragaze Yesu, ubushobozi bwawe mwami, ikiganza cyawe, ubushobozi bwawe mwami, imbaraga zawe zigaragaze Yesu, ubushobozi bwawe Yesu, imbaraga zawe turuke Yesu. Tunasimuka mimi, tunakataa kila roho ya upingamizi, tunakataa kila roho ya uchawi na uganga. Yesu ananatwe Baba, Yesu ubushobozi bwawe, Yesu ikiganza cyawe, Yesu ubushobozi bwawe, Yesu imbaraga zawe zigaragaze Yesu, tugendere uvugane natwe Yesu, unugane ubushobozi bwawe Yesu, bane natwe uvugane natwe Yesu, tuyereke ubushobozi bwawe Yesu, tawale Papa, Yesu fungua milango ya baraka Yesu, unugane ubushobozi bwawe Yesu, shigikira bana y'umurimo nawe nzoshoza kumwe nanje Yesu, bana nanje Yesu, nyugura imiryango yugawe na Satani Yesu, nyugura imiryango mwami, utubare nanje ku munsi wa dimanche Yesu, tumeona ukiinua, tumeona ukifufua Bwana, hata wale ambao walikuwa wamefifia wakawa wamekata tamaa, ubushobozi bwawe Yesu, Yesu kizamo byagwe muda mwami Yesu, uri n'ubwoko bwawe Mana, ubahore no soko mwami, turasime mu bizuruko, turasime mu by'abadayimoni, turasime mu zikuzimu Yesu, unugayira ubushobozi bwawe Yesu, ikiganza cyawe kibane natwe Yesu, twiyereke ubushobozi bwawe, usicoke kuomba. We are trusting upon the divine power of healing upon them. Kwa maana shetani uzunguruka akiguruma kama simba akitafuta mtu mumeze. Mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu kwa maisha yako, mwite Yesu kwa nyumba yako, mwite Yesu akufungule milango. Haijalishi umechukiwa na ndugu zako, umekataliwa na kila mtu, lakini huyu Mungu aliyefungua milango, Yusufu akiwa mtu wa pili mbele ya Farao, huyu Mungu analeta kuinua maisha yako. Kila mmoja akapokea baraka yake katika jina la Yesu Kristo. Watu wako wanakulia na wanakutumainia, Bwana kawainue katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Amini Mungu ametuponya. Asante Jehova. Amini Mungu amekuponya. Asante Bwana. Amini Mungu amesikia maombi yako. Ndio. Amini Mungu anatupenda. Mungu amesema atakuwa pamoja nasi. Usiogope wala usifaidike, kwa maana Mungu atakutangulia. Asante Jehova kutukumbuka, asante kuponya watoto wako, asante kutuwezesha kupeana ujumbe wako, asante Yesu kuponya watoto wako. Kazi yetu ni kuomba, lakini uponyaji ni wako Yesu. Asante Yesu kutulinda, asante Yesu kutushindania, asante Mami kutufungula milango ya baraka. Yesu, kumbuke jamii yangu, ukumbuke nyumba yangu, ukumbuke wazazi wangu na ndugu zangu, uwabariki, wainue Bwana, uwasete hii neema waguse Bwana. Yesu, tuwe baraka kwa watoto wako Yesu, tunaachilia baraka Abrahamu na Isaka na Yakobo. Yesu, tunaachilia uponyaji mahali hapa Yesu, tunaachilia neema yako juu ya watoto wako. Wanaotamani ndoa wakumbuke, wanaotamani kuoa na kuoleka wakumbuke, wanaotamani Yesu watoto wakumbuke, wanaotamani ndoa zao, nyumba zao wakumbuke. Yesu, inue kazi ya mikono yao Yesu, wape amani na furaha Yesu, wapangushe machozi Yesu, wavarishe mambi Yesu, ondoa aibu ndani ya maisha yao Yesu, wafungule milango ya baraka Yesu, bariki watoto wako, wafunike na damu yako Yesu, usiwatupe mbali na uso wako, uso wako uwe pamoja nao Bwana, mkono wako uwe pamoja nao Jehova. Asante Mwami, na sisi tubariki watumishi wako Yesu, kumbuke kazi ya mikono yetu, ukumbuke jamii zetu, ukumbuke kazi ya mikono yetu Mwami, utubariki pamoja na watoto wako, utukumbuke Jehova, utuvarishe mavazi ya heshima, utupangushe machozi Mwami, utupe neema nyingine Mwami, utujaze upako wako, utujaze mafuta yako Mwami. Yesu,
jina lako lijulikane, utukufu wako uonekane Yesu. Endelea kutufungulia milango. Tunafungua milango ya mbinguni. Yesu, fungua milango ya mbinguni. Fungua milango ya baraka kwa maisha yangu. Fungua milango ya baraka kwa watumishi wako Jehova. Kumbuka kazi waliofanya. Kumbuka kazi waliofanya Jehova. Uwatendee mema. Ukumbuke na jamii zao. Ukumbuke na nyumba zao. Yesu, wengine wamekubali kunyenyekea mbele zako, wakaamini kuomba Yesu. Wajibu kulingana na mahitaji yao. Najua umesikia maombi yao Yesu. Yesu, wape ushuhuda. Yesu, wape furaha. Wape amani ndani ya mioyo yao. Yesu, wape amani kwa ndoa zao. Wape amani kwa kazi ya mikono yao. Wape amani Jehova Shalom. Jehova Shalom, badilisha maisha yao. Wapandishe kwa kiwango kingine. Wainue Yesu. Tunatamani kuona ushuhuda mahali hapa, na sisi tutakusifu mbele ya watu. Asante Jehova. Asante Yesu kutupigania. Zidi kuondoa mitego imeweka barabarani. Zidi kuondoa kifo kwa maisha yetu. Zidi kuondoa matanga kwa isoko mwami. Yesu, tunajua kazi ya shetani ni kuua, lakini wewe Yesu ili utupe uzima wa milele. Yesu, wana natwe Papa. Yesu, wana natwe Jehova. Yesu, wana natwe. Naombea wagonjwa mwami. Kuna wagonjwa wako nyumbani, wakumbuke. Kuna wagonjwa wako hospitali. Kuna wafungwa Yesu, wakumbuke. Kuna watu wanatamani biashara yako nyumbani. Yesu, wakumbuke Papa. Yesu, kuna watu wamejificha kwa sababu ya madeni. Yesu, wakumbuke mwami. Kuna watu wamenyang'anywa ndoa zao mwami. Yesu, rejesha Papa. Yesu, nugeusha wazigawe. Yesu, naachilia baraka mahali hapa na moyo wangu wote. Bariki watoto wako. Bariki kila mtu Jehova. Yesu, wabadilishie maisha. Tunaomba machache tukiamini mengi Mungu ametenda. Ni kwa jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 Muzidi kutuombea. Muzidi kutukumbuka. Tunawakaribisha tena kwa crusade ya Sunday. Ni kanisa inaitwa aje? International Faith Church. Rudia tena tusikie kanisa. International Faith Church Chirai. Ukichukua tuko hapo kwa hiyo soko mrango inakufikisha stendi Mandazi na kanisa kwa mahali hapo. Tunaomba Mungu atubariki hiyo siku, mvua isinyeshe. Tuchape injili na watu waokoke na watu wapate uponyaji. Amen. Na kuna wakati nitawaandika wenye mnaishi huko Rubao. Mwezi wa 6 sitakuwa ni makesha, lakini nikijua vizuri nitawaandika tuende pamoja nanyi. Na Mungu awabariki na Mungu awape amani. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.